Kama unataka bosi wako akupende kweli kweli, penda mtoto wake. Huwezi kutaka bosi wako akupende wakati mtoto wake bado umtendei haki. Mtoto umlishi kwa wakati, utasikia mtoto msumbufu kula. Msumbufu kula ndo kazi yako hiyo. Hakikisha mtoto anakula, mbembeleze mtoto, mdanganye, hakikisha anakula mpaka mamake aone kwamba wewe una kitu cha ziada, si ndio? Sasa kama unashindwa kumlisha, ambaye umeshinda nyumbani na mtoto, unakuja kumwambia mama aliyetoka kazini kachoka, unamwambia mimi nimeshindwa kumlisha mtoto. Hilo ni sawa? Sio sawa. Kwa hiyo na maana yeye kachoka toka ofisini aje amlishe mtoto, na wewe upo hapo umeshinda siku nzima na unalipwa mshahara mwisho wa mwezi. Hicho ni kitu ambacho hakipo. Jenga rafiki na mtoto, utamjua tu kwamba huyu mtoto yukoje, huyu mtoto anapenda nini, kuna vitu vyake anapenda. Shirikiana na mama yake. Hata kama uko kazini unampigia, unamuuliza mama, madam, vipi nani mtoto huko hivi na hivi, labda huwa mnatumia njia gani, mnafanyaje? Hataona kwamba wewe kwanza una akili na unajielewa na unamzingatia mtoto, kuliko ukakaa kimya siku nzima mtoto ajala, alafu mamake anarudi jioni anagusa tumbo anakuta mtoto wake ajala, alafu unamwambia eti alikuwa anakataa kula. Yaani hicho ni kitu kibaya sana. Kwanza mzazi anakuona wewe ni mtu ambaye haujali. Kwanza hata huwa tunaogopa kabisa kwamba huyu mtu kama ana uwezo yeye kula akashiba, akamwacha mimi mtoto wangu ana njaa, kamlaza hapa sasa hivi mwanangu ajala. Huyu mtu ni mtu kukaa ndani ya nyumba yangu. Umeona? Hicho ndo tunachowazaga. Umeelewa Tatizo sio hela, tatizo ni nani tunayekaa naye. Kwa hiyo tatizo huwa sio hela jamani, tatizo ni nani. Ndio maana kuta bosi mwingine anakaa na binti vizuri mpaka anasema asiondoke, mwambie nitamuongezea hela, si ndio? Tengenezea mtoto ratiba nzuri ya chakula, ratiba ya kulala. Mtoto mbona dada analala usiku, saidie bosi wako. Kwani wewe pale huko kwa ajili ya kumsaidia, si ndio? Maana kuna nyakati nyingine kweli unakuta mzazi yuko busy, yeye anarudi saa 5 usiku huko, si ndio? Mzazi anarudi saa 5 usiku, au mwingine hata saa 6. Mtoto huku nyuma unashangaa anakaa mpaka saa 3 usiku, saa 4, na ni mdogo. Unaona kabisa huyu ni mtoto mdogo, hapaswi kukaa mpaka sasa hivi. Usiseme kwamba mimi huyu mtoto si nimemkuta analala hivi hivi saa 4, kwa hiyo na mimi namuacha hivi hivi. Hapana, umenielewa? Kwanza unavaa husika wewe. Kama ungekuwa wewe ndo mama yake, ungefanya hivyo? Ungekubali mtoto wako alale saa 5 usiku? Ukishavaa ule husika utaumia tu, utasema hapana. Kwa hiyo tengeneza ratiba. Unaona mzazi yuko busy na ile nyumba haina ratiba, mtoto hana ratiba, unapanga ratiba vizuri, unamfuata bosi wako, unaambia bosi, kuna nani kidogo nataka nikuonyeshe. Umeona? Unamuonyesha bosi wako, bosi, nimepanga ratiba ya mtoto hii hapa, si ndio? Unaionaje bosi wako? Kwa unyenyekevu na heshima. Kama kuna chochote ambacho anaona anataka kubadilisha atakwambia, lakini hamna mzazi ambaye utapanga ratiba ya mtoto vizuri ya kula, ya kufanya homework, ya kulala, afa kukwambia umefanya vibaya. Hakuna mzazi. Tena atakufurahi, atakuona wewe kwanza ni mtu ambaye unajielewa na ni mtu ambaye una upendo na mtoto wake. Sawa jamani, huko ndo kujiongeza kwenye. Sio unakuta mtu analala saa 5 za usiku na wewe unaunga. Wote saa 5. Tamthilia ndo tamthilia. Hapana. Katuni ndo zinapewa mtu humo ndani. Hapana. Kwa staili watoto hawalelewi hivyo. Kwa hiyo ukifika pale fanya mabadiliko, unamshirikisha mama. Unamwambia bosi, kuna ratiba hii nimepanga, unaionaje?
kwa sababu pale huko nyumbani kwa mtu huwezi kujiamulia tu kama mpanga ratiba tayari unaifuata unafanya unavyotaka wewe pale. Upo nyumbani kwa mtu, si ndio? Na upo pale kazini na unalipwa mshahara, na kila nyumba ya mtu ina sheria zake na ina masharti zake. Kwa hiyo lazima ukipanga kitu unamuonyesha bosi wako, bosi ni hii hapa ratiba, unaionaje? Bosi wako anaweza kukwambia baba weka hivi, weka hivi, lakini ni jambo zuri, si ndio? Haya, kingine mawasiliano. Zungumza na watoto mara kwa mara, waulize kuhusu siku yao, sikiliza kwa makini mahitaji yao, mawasiliano na hisia zao. Kuwa rafiki yao wa kwanza ili watoto wakupende. Watoto wakiona wasikilizi au kucheza nao hawawezi kukupenda. Mmesikia? Jamani, mawasiliano na watoto. Mtoto anaporudi shule, si ndio? Kwa mfano mtoto anarudi shule, wewe hujui ameongea na nani siku hiyo, amefanya nini shuleni, yaani uelewi chochote kinachoendelea, unamwacha tu nimempa chakula hapo, ni ameoga amelala basi. Hapana. Mtoto anaporudi shuleni, chakula unakaa naye, kwa sababu watoto pale kitu unatokea umuulize kitu, unakaa naye chini. Unamuuliza, "Vipi shule?" Si ndio? Kama unajua Kiingereza, mtoto anapiga Kiingereza na wewe umo, si ndio? Na wewe na unaongea nini? Kiingereza, na unamuuliza, "How was school?" Sawa? Unamuuliza, "Leo shuleni mmefanya nini?" Si ndio? Umecheza leo tumecheza hivi, tumecheza na nani, niambie mchezo gani na gani, mtoto atakusimulia. Si ndio? Leo umekula nini shuleni? Vyote hivyo ni maswali ya kumuuliza mtoto. Umefanya nini? Umekula nini? Umecheza na nani? Mlikuwa mnacheza michezo ya aina gani? Si ndio? Unamuuliza mtoto vitu kama hivyo, vitu vya msingi kabisa. Leo mmesoma nini? Ukishamaliza mwishoni sasa ndio unaanza maswala ya kusoma nini, lakini lazima umuulize mtoto amecheza na nani? Kacheza michezo ya aina gani? Si ndio? Rafiki yake shuleni ni nani? Unatakiwa ujue yote hivyo. Au marafiki je, wana tabia nzuri? Ni kazi yako kutafuta namna ya kumchimba yule mtoto mpaka akwambie. Umenielewa? Na ukigundua tabia yoyote ambayo ni mbaya, mtoto anaianzisha, lazima umwambie mamake. Yaani tabia yoyote ile, lazima umshirikishe mamake, umwambie kwamba dada, kuna tabia mpya kwa mtoto nimeiona. Umeelewa? Tena kwa haraka, usisubiri mpaka bosi kagundua ndo kweli hata mimi. Kwa haraka, yani siku hiyo ikiwezekana piga simu, mama, kuna tabia 1 2 3 nimeziona kwa mtoto ambazo sio tabia zake, hizi ni tabia mpya. Umeelewa? Hizi ni tabia mpya na sio tabia nzuri, lakini mtoto akuwa hivi. Ili mama aweze kuwasiliana na uongozi wa shule, awaulize vizuri, mtoto wangu sasa hivi inakuwaje? Kwa hiyo jenga mawasiliano mazuri. Wewe ukiwa na kuna watu wanaishi na wadada majumbani mwao, mtoto hamwambii mama yake kitu, anaenda kumwambia dada wa kazi, si ndio? Anaenda kumwambia dada wa kazi anamwambia mama, leo Isa nikaniambia hivi na hivi. Unaanza kufuatilia shuleni, mbona imekuwa hivi na hivi huko shuleni, si ndio? Lakini ni nani? Ni dada wa kazi. Mtoto anakuwa comfortable kuongea kwa dada kwa sababu anashinda na yeye masaa mengi. Kwa hiyo ujenge urafiki na watoto ili waweze kuambia vitu vingi. Unamuuliza mtoto maswali yote. Dunia hii sasa hivi imeharibika, lazima mtoto kufuatilia kwa ukaribu. Sawa? Unamfuatilia mtoto kwa ukaribu, unamuuliza mtoto, amna mtu aliyekushika? Amna mtu aliyekushika private parts? Unamuoji mtoto pia, hata maswali ni ya muhimu sana kumuuliza mtoto. Hamna mtu aliyekushika hapa, unamuonyesha private parts zote. Hamna, akikwambia amenishika tu, ni haraka sana simu kwa mama yake. Kwamba mama, kuna 1 2 3 mtoto kaniambia. Amesema nani amemshika? Amesema fulani. Chukua na notebook, andika majina, kama amekutajia jina andika.
Hizo incident zinatokea, zipo jamani, mmenielewa? Hivyo vitu vinatokea, vipo, lakini ukijua mapema inakuwa ni rahisi zaidi kumjulisha mzazi, ili mzazi aweze kufuatilia zaidi kiundani, kwa sababu maisha ya mtoto ni nyumbani na shuleni, si ndio? Ni nyumbani na shuleni, na maana kama nyumbani hamna shida, basi ni shuleni ndo kuna tatizo, si ndio? Kwa hiyo mahusiano, jengeni mahusiano mazuri na watoto wa mabosi zenu, sawa? Ni muhimu sana sana, na ni kitu kizuri sana sana kujenga mahusiano mazuri na watoto. Utakapomlea mtoto yule vizuri, Mungu naye atakulipa. Mbali na hela, mbali na chochote, Mungu atakulipia tu ule wema unaoutenda, si ndio? Kwa hiyo ukiwa na hofu ya Mungu ndani yako, utaweza kukaa na mtoto vizuri tu, sawa?